Mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa Tocha TV, karibuni kwenye kipindi hiki mwongozo kujifunza Biblia lesson ya shule Sabato. Na kukaribisha na kusalimu na kushukuru mtu wa Mungu kwa namna kipekee unaendelea kushughulika kwa ajili ya kazi ya Mungu, unajitoa kwa ajili yake. Kwa hivyo na kuombea pia Mungu ajishughulishe na maisha yako. Okay? Ajitoe pia kwa ajili ya maisha yako. Unapoandaa wengine kwa ujio wa Yesu Kristo, naomba pia Mungu akuandae kwa ujio wa Yesu Kristo. Na karibisha kwenye robo ya 4 mwaka 2025 inazungumzia kuhusu mafundisho ya imani kutoka katika kitabu cha Yoshua. Kabla tuingie katika Kanaani ya mbinguni, ni lazima tujifunze na tuige mafundisho fulani ambayo ilipatikana katika kitabu cha Yoshua ili pia tuandae pia kuingia katika Kanaani ya mbinguni. Kumbuka Yoshua anaongoza kizazi kipya cha watu ambao wanatumainia Mungu. Nawe pia ni miongoni mwa kizazi kipya ambayo Mungu anatumainia na anataka akufikishe mahali ambapo yeye anataka. Juma ya pili nazungumzia kuhusu shangazo na neema. Leo tuzungumzie Jumanne, utii mpya. Nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye Yoshua sura ya 2 mstari wa 12 hadi 11 na Kutoka 12:13 12:13, na tuangalie je, aya za Kutoka zinahusianaje kuelewa makubaliano baina ya wapelelezi na Rahabu. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, wana wa Israeli ambao walitumwa, wapelelezi wawili wamefika huko Kanaani, na hawafikii katika nyumba ya kawaida, wamefikia katika nyumba ya kahaba Rahabu. Nini kilitokea hapo na kinatufunza nini? Elewa ya kwamba wakati Rahabu amewaficha ili kwamba wasiuawe, kuna makubaliano, mapatano ambayo yanakuwa na wao. Anasema mimi nawafanyia fadhila, ninawaokoa ili kwamba msiuawe, lakini pia mniahidi ya kwamba mtakapokuja mimi pia mtanifanyizia hiyo fadhila mojelea, nanyi msiniue, wala mimi wala wazazi wangu wala mtu wa jamaa yangu. Nao wakasema hatutakuua ikiwa lakini utafanya jukumu fulani. Kumbuka wana wa Israeli walipokuwa kitoka Misri kwa hiyo pigo ya 10, ilibidi Mungu aliwaambia leo malaika atapita na atawaua wazaliwa wote wa kwanza. Ikiwa katika nyumba yako unataka mimi Mungu nataka kuokoa, kwa hivyo naokoa kwa neema. Mtakachokifanya tu ni kuchinja mwana kondoo na kupaka mimbo na damu na kubaki katika nyumba. Kwa hivyo malaika atakapopita, akipita akiona damu kwenye mimbo na akikuta mko ndani, ninyi hamtafariki. Ikiwa mtatokea ama pasipo kuweka hiyo damu, mtauawa. Ilibidi watende hicho. Kwa maneno mengine, kile ambacho Mungu aliwafanyizia huko Misri ilibidi wakifanyizie pia huyu Rahabu pia naye aokolewe. Nini kikasemeka? Itasemeka sasa wewe utakapokuja, hakikisha kwamba umefunga kamba nyekundu na kuweka kwenye dirisha lako. Tukiona hiyo hatutamuua mtu, lakini akitokea nje tutamuua. Kama ni wazazi wako, kama ni watu wa jamaa, waambie hivyo. Na hivyo ndivyo ikao. Nataka nikufunze kitu fulani, tujifunze kitu kuhusu neema. Rahabu anakombolewa kwa neema. Wana wa Israeli pia walikombolewa kwa neema. Kwa hivyo mimi na wewe sote tunahitaji neema ya Mungu, neema ya Yesu Kristo. Kwa sisi wenyewe hatuwezi kujiokoa kabisa, hatuwezi kujiokoa. Sawa sawa na jinsi wana wa Israeli hawakuwa na uwezo wa kujiokoa huko Misri, inabidi neema ya Mungu. Sawa sawa na jinsi huyo Rahabu hana uwezo wa kujiokoa, inabidi neema ya Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo hata kwa maisha yangu na kwako. Hatuna uwezo ule wote wa kujiokoa, ni lazima Mungu aingilie kati. Lakini neema, baada ya kupokea neema, kuna jukumu ambalo ilibidi ulifanye. Wako wana wa Israeli ilibidi wachinje mwana kondoo na wapake mimbo na damu na wabaki katika nyumba. Na kwa huyu Rahabu inabidi afunge kamba nyekundu kwa dirisha na asiondoke. Lesoni inasema hivi, jana wapi kwenye Wazee na Manabii sehemu ya kwanza kurasa 215 hadi 216, nasema kwa utii watu walitakiwa kutoa ushahidi wa imani yao. Hivyo wote wanaotumaini kuokolewa kwa njia ya sifa stahimilifu za damu ya Kristo wanapaswa kutambua kuwa wao wenyewe wana jambo la kufanya ili kujipatia wokovu wao. Wakati ambapo ni Kristo pekee awezaye kutukomboa kutoka kwenye adhabu ya uasi, ni lazima tugeuke kutoka dhambi na kuwa watii. Mwanadamu anaokolewa kwa imani, si kwa matendo. Hata hivyo lazima imani yake ionyeshwe kwa matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Hawatu tunakombolewa kwa neema, kwa imani, kupitia imani, lakini inabidi imani yetu ionekane kwa matendo. Kwa hivi Mungu amekomboa na Waisraeli kwa neema. Ilibidi sasa kuonyesha kwamba wamekombolewa, wafanye kile ambacho sasa Mungu amewaagiza kutenda baada ya wao kupata wokovu. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu ametukomboa kwa neema, lakini hiyo neema inatusukuma kutii utaratibu wake, kutii sheria yake. Kwa namna hiyo, damu ilikuwa ni ishara iliyookoa kutokana na malaika wa Mungu aliyekuwa akiangamiza, kama Mungu alivyookoa malaika wa Mungu aliyekuwa akiangamiza, kama Mungu alivyookoa maisha ya Waisraeli wakati wa mapigo ya Misri. Waisraeli walikuwa wamuokoe Rahabu na familia yake wakati uangamivu ulipoijia Yeriko. Tuna swali, ni ujumbe gani wenye nguvu
tuwezao kuona kwenye visa hivi viwili? Na ni mafundisho gani ya Injili tunatuwezayo kuyachukua kutokana na visa hivi? Basi kuweka jibu lako kwenye comment itakuwa ni kitu kizuri sana. Lakini Mungu akusaidie sana kukubali na kupokea neema yake, na hiyo neema ikufunze kuwa mtiifu kwake, ikiwa ni kusudi la kutuombe. Baba mtukufu, asante kwa upendo wako, asante kwa kutukomboa kwa neema. Tufunze kuwa waaminifu kwako katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, usikose kusubscribe, kulike, kushare.